Hello, habari. Kwa majina yangu naitwa Cecilia, ni ofisa wa mambo ya international relations and diplomacy. Kwa siku ya leo nimekuja kukuelezea tu aina za passport. Kama Mtanzania, ni vizuri ufahamu aina za passport ili usipate shida wakati wa kutafuta hizo passport au wakati wa kusafiri. Tuna aina 3 za passport. Ya kwanza tuna passport ya kawaida ambayo inaitwa ordinary passport, ambayo ni passport ya blue. Ambayo hii passport ya blue ni passport ya kawaida sana. Rangi yake inakuwa ni ya blue nje. Inakuwa ni ya kawaida ambayo kila Mtanzania, mtoto, mtu mzima, kijana anakuwa nayo. Na inatolewa kwa bei ya kawaida ya Kitanzania 1,500,000. Kwa hiyo inatumika kwa lengo kama unahitaji kwenda kusoma nje ya Tanzania, kama unahitaji kwenda kumtembelea ndugu, kama unahitaji kwenda kibiashara sehemu fulani, unatumia hiyo passport ya rangi ya blue ambayo ni passport ya kawaida. Lakini pia kuna aina ya pili ya passport ambayo ni passport ya kijani. Passport ya kijani ni, au mara nyingine unasema ni passport ya green, yani manake ganda lake linakuwa ni la kijani. Kwa hiyo hii passport ya kijani mara nyingi wanatumia ni watu watumishi wa serikali kuu, serikali labda mitaa, serikali ya mitaa wanakuwa wanatumia, au taasisi ya umma fulani wanakuwa wanaitumia. Na hii wanatumia zaidi watu ambao wanakuwa wanaenda nchi fulani kwa ajili ya mafunzo, kwa ajili ya vikao. Kwa hiyo serikali inakuwa inawapa hii passport ya rangi ya kijani. Kwa rahisi au kwa kurahisisha nchi husika ambao wanaenda, manake yule afisa wa uhamiaji atambue kwamba huyu mtu ni mtu kutoka serikali ya Tanzania na amekuja hapa kwa kazi maalum na kwa muda fulani. Kwa hiyo manake hiyo inakuwa inakutambulisha. Kwa ni aina ya pili ya passport ambayo ni passport ya kijani. Lakini pia kuna aina ya tatu ya passport ambayo ni passport ya nyekundu. Hii mara nyingi huwa wanatumia maraisi, makamu wa raisi, waziri mkuu, mabarozi, hata pia maofisa waandamizi wa mambo ya nje wanakuwa wanaitumia. Majaji wa nchi wanakuwa wanaitumia. Hii inakuwa inarahisisha zaidi wakifika airport wasiwe na utaratibu, kwa sababu hii ukiwa na passport nyekundu hautaweza kukaguliwa, kwa sababu ile imeandikwa kabisa ni passport ya kidiplomat. Na passport ya kidiplomat haustahili, au manake ule mtu ambaye anakuwa uhamiaji kuna utaratibu wake kwamba hastahili huyu mtu kukaguliwa. Kwa hiyo inakuwa na ile diplomacy immunity tunakuwa tunaita hivyo. Kwa hiyo kunakuwa na immunity ambayo tunakuwa tunamlinda huyu mtu mwenye passport nyekundu asiweze kukaguliwa na akasafiri vizuri na akapokelewa vizuri. Kwa hiyo ni aina hizo 3 inabidi ufahamu, ili kama utakuwa unahitaji kwenda sehemu au kwenda nje ya nchi kwa ajili ya masomo, ujue kwamba unahitaji passport ya rangi gani. Kama wewe ni mtumishi wa serikali, utakuwa unafahamu kwamba unahitaji passport ya rangi ya kijani. Lakini pia kama ni waziri, kama ni raisi, ukiwa ana passport nyekundu usishangae, kwa sababu yeye passport yake inamruhusu, au passport yake ni ya hadhi ya kidiplomasia. Kwa maelezo zaidi unaweza ukanifollow, ukacomment, una wazo gani kuhusiana na hizo rangi ambazo nimekutajia, na pia kama utakuwa na swali unaweza ukaniuliza, na pia unaweza ukafollow ili kwa video zingine ambazo zinakuja usipitwe. Kwaheri na uwe na siku njema.